Unautesa sana moyo wangu Kizigo. Yaani huwezi kuamini. Nakupenda kuliko unavyodhani. Nashindwa kulala. Nakosa usingizi kwa ajili yako. Sauda, unasema kweli? Unishindi mimi. Kwa jinsi ninavyokupenda wewe, nipo tayari kufanya kitu chochote kile, hata kama kigharimu maisha yangu. Yote ni sawa tu. Kuna muda mwingine nawaza niache ile habari ya kuzuza ili nije kutulia na wewe kipenzi changu. Niendelee kula mambo yangu. Jamani, yaani wanaume ni waongo. Haya, ungekuwa unanipenda ungekaa kimya pale tano ulivyokuwa nasomea risala. Si ungenitetea wewe? Unajua kabisa yule mimi ni tabibu wangu. Siwezi kuwa na sauti mbele yake. Umeona sasa? Yaani wewe haunipendi. Kwa hiyo unamthamini Tano kuliko mimi. Kipenzi. Sina maana hiyo. Ila ninachofahamu mimi, wewe ndio una nafasi kubwa sana maishani mwangu. Shida ni nini Sauda? Mbona tuaminiani? Nikuamini vipi Kizigo? Wakati wewe unanificha siri za Tano. Hujie kuniambia hata siku moja kwamba Tano ana mpango gani na sisi. Hebu tazama. Upendo wote kahamishia kwake. Sio kwako wala sio kwangu. Eti tu kwa sababu amembebea kiumbe chake tumboni. Haya yote yanatokana na wewe. Kwa sababu umekaa naye muda mrefu sana bila kumpatia mtoto. Naelewa. Lakini tambua sikupenda hili litokee. Na hii yote ni mipango ya Mungu. Lakini hata kama hilo limetokea, basi isiwe chanzo cha yeye kututelekeza sisi. Tunahitaji upendo wake pia. Na kumbuka, sisi bado ni wake zake. Inakupasa uwe mvumilivu. Kwa sababu wewe ndo mke mkubwa. Na kuahidi mume wangu, nitamtunza mtoto wetu hata kama yupo tumboni mwangu. Najua ndo kiumbe pekee unachokitegemea. Na kuahidi nitakutunzia kiumbe chako na tutakuwa na furaha maisha yetu yote mume wangu. Sauda, punguza pupa kipenzi. Wewe endelea kula wali wako, nyama utazikuta chini. Usichokijua, mimi pale navizia yale madaraka yake tu. Mambo yakiwa mpwito mpwito, wewe mwenyewe utafurahi. Alafu mimi nimekuja mara moja tu. Nimeacha msafara. Ukinisubiri, wacha niende. Tutaonana wakati ujao. Sawa. Ila unatakiwa ufuate matakwa yangu mimi. Uhakikishe siri zote za Tano unanipenyezea. Maana Tano anatusumbua sana sisi wachawi. Na kusubiri kwa hamu sana mwanangu. Wewe pekee ndiyo mlisi wangu. Mungu akutunze na akulete duniani.
Nimefika chifu wangu. Sihitaji kuugusa mkono wako ili nijue ulikuwa wapi. Chifu wangu, siku ya leo sikuamka vyema. Hali ya tumbo langu halikuwa vizuri, ndio maana nikaamua kuchepuka. Vitendo ukizi haja malizawa kuliko maneno. Nyinyi wenzetu binadamu wa kwanza kumiliki kaburi ndani. Hawa wenzako hawapo tena leo, si ndio? Yaani mimi nazungumza na wewe, unaona kama sanamu. Ina maana unadhihirisha wewe ni jeuri, si ndio? Hivi kisiki kinaongeaga kweli? Kwa sababu umekuja hapa hata salamu kunipa. Alafu unakuja unaniuliza maswali ya ajabu tu. Aya, tufanye nimekosea. Samahani. Hawa wenzako wako wapi? Sijui. Kwa sababu hakuna aliyeniaga. Leo nimekuja kama rafiki. Ila siku nyingine ukiniona sura yangu hapa, hamtokuwa na bahati. Mtaomba po. Waambie hao wandawazimu wenzako. Tabibu wangu, kuti la mazoea ndo linalomwangusha mgema. Unamaanisha nini? Adui wa maisha yako anatoka ndani ya maisha yako, hivyo inakupasa kuwa makini sana. Sijaelewa maana ya maneno yako. Wewe, umetoa kifunguo? Karibu. Binadamu wa leo yupo tayari kumuua ndugu yake na akaambatana na mtu baki, ila usijilazimishe kukumbatia mpasa wakati unajua hali yake. Na kama nyoka angekuwa hana sumu, basi watu wangemtumia kama kamba. Yaani namaanisha
Matapeli wakubwa nyinyi. Yaani nyinyi wa kuchukua pesa zangu na kunambia kama mnanipeleka kwa mzee Tano. Hivi yule ndo mzee Tano? Nasemaje? Leo pesa zangu nazitaka na hapa lazima damu imwagike. Wewe uko toka. Wewe unaweza kutumwaga damu sisi? Labda sisi ndo tukumwage wewe damu. Kwanza unapata wapi ujasiri wa kuwafokea waganga wake na Ozo? Hiyo pesa yako sio sisi, kakutapeli mzee Tano. Toka hapa, nenda kwa mzee Tano. Usitupandishie sauti. Tapeli baba yako. Tapeli baba yangu, si ndio? Samani binti, pole sana. Kuwa makini, maana mamako anataka kumtoa kikoa mwanao. Kwanza sijui unaongea nini, ila pia hicho unachokisema sidhani kama kina ukweli wowote. Mama yangu sio mchawi, we mama koma kabisa. Hebu toka njiani nipite. Tayari. Umepigaje hapo? Naganda. Hapo. Ngoja kwanza tuhakikishe isiwe akaja anatuzuga huyu. No, I'm very serious. Ai. Familia. Unajua hatari wewe, unani-inspire. Mimi noma. Aruki hapo aruki. Hii kali. Hatari. Huo uchawi nimeupata huko Mexico kwenye mabarafu. Acha bwana. Yaani jinsi alivyokaa pale bado kumwekea bunduki tu awe kama lile salamu la posta. Unajua umemkomesha bwana mdogo, ana kilele au ana mdomo. Mimi noma. Aliniogopesha hapa. Na mimi kugandisha. Mimi kugandisha. Mimi familia yako. Lelo. Unaweza kustukia kwa nila utosi bahati mbaya. Kila sikaganda huyu, haviwezekani vitu kama hivyo. Au piu. Mwali kakua. Shemeji, mbona umesimama hivyo? We shemeji. Nilo. Hili ndo kaburi la baba yangu. Naomba mchanga uliokuwa juu ya kaburi. Si wewe.
Hapa mmezika mgomba tu. Nafsi ya baba yako bado inatangatanga. Ungeliwahi kutuona mapema, tungemkomboa baba yako. Kwa maana ulimi wa baba yako ulikatwa ndani ya siku 40 tangu mlipojua amefariki. Kwa hiyo basi, tunaweza kukupa msaada wa kukupa dawa ili baba yako asirudie tena kuja katika ulimwengu wa dunia. Kwa hiyo baba yako inatakiwa umzike upya, ila usiende kulipa kisasi kwa huyu aliyeyakosea haya. Yamefanywa haya na shangazi yako, alimtoa kikoa baba yako. Kwa hiyo nafsi ya baba yako bado ipo inatangatanga, haijazikwa. Binadamu wabaya. Nikifanya jema nanuka ubaya, nikifanya zulimie nanuka ubaya, nikifanya jema nanuka ubaya, nikifanya zulimie nanuka ubaya, nanuka ubaya. Nakuja. Pole sana binti yangu, hao ndo binadamu. Kwa ile dawa tuliyokupa, naamini kabisa baba yako hatakutokea tena. Unajua kuna kitu binadamu hawajui, wengi wao. Leo nataka nikupe elimu. Hakuna binadamu anayeweza kumuua binadamu wenzie. Kwa kawaida wachawi au wanga wanawaua binadamu, wanawaua ndugu zao. Kwa macho ya kawaida nyinyi mnaona amekufa, lakini la hasha, anakuwa hajafa. Nyinyi mnalia huku, lakini yeye anakuwa kaekwa pembezoni mwa nyumba. Nyinyi mnazika mgomba, wao wanachukua kiumbe chao. Baada ya siku 40 kupita, wanamkata ulimi. Ndio baba yako. Baba yako amekatwa ulimi, ila shangazi yako kuna kitu atakuwa amekosea, ndio maana alikuwa anakutokea. Pole sana, hao ndio binadamu. Ila nakusisitiza kitu kimoja mwanangu, hili lilotokea hapa na haya uliyosikia, usimwambie mtu yoyote, na usiwe na hasira na chuki na shangazi yako. Kuwa mtulivu, kuwa mpole, haya yote yatakuisha. Sawa. Haya, Mungu akutangulie.